mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo tarehe 25 ya mwezi wa 6, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Williamu wa Montevergine Mkaapweke na mwanzilishi wa shirika. Williamu alizaliwa Vercelli nchini Italia mnamo mwaka 1085. Alipokuwa mwenye umri wa miaka 14, aliachilia urithi wake wote akaenda hadi Hispania kwa ajili ya kuhiji kwenye kaburi la Mtakatifu Yakobo kule Compostela. Alisafiri kwa miguu mitupu na kuvaa nguo ngumu, akivumilia njaa, kiu, jasho na baridi. Mtakatifu Williamu aliporudi Italia, Roho wa Mungu alimshauri kwenda kuishi peke yake karibu na Napoli, apate kumtumikia Mungu kwa faragha. Hatimaye alikwenda kwenye kilima kiitwacho Montevergine kati ya Nola na Benevento kusini mwa Italia. Hapo alikaa na kujenga kanisa kwa heshima ya Bikira Maria, na ndiyo sababu mlima huo uliitwa baadaye mlima wa Bikira Maria. Miujiza mingi ilitendeka kutokana na utakatifu wake, hata watu wengi walimwendea kuomba ushauri wa kiroho. Baadhi ya mapadre na walei walimwomba ruhusa wakae kwake utawani waweze kuongozwa naye katika utakatifu. Na mnamo mwaka 1119 akaanzisha monasteri kwa ajili yao. Huu ukawa mwanzo wa shirika la Wakaapweke wa mlima wa Bikira Maria. Baada ya muda, baadhi ya watawa wake waliona ugumu wa kanuni ya Wabenediktini iliyodai nidhamu kali ya maisha, wakalalamika kwamba mwanzilishi wao alikuwa anagawia masikini chakula chao. Rogeli, mfalme wa nchi hiyo, aliposikia malalamiko hayo, alimwita kwake kusikia mashauri yake. Lakini Williamu aliwaacha, na chini ya uongozi bora wa Rogeli wa kwanza, mfalme wa Napoli, alianzisha nyumba mpya za kitawa kwa ajili ya wanaume na wanawake, na moja ya nyumba hizo ilikuwa kule Saleno karibu na kasri la mfalme. Mfalme Rogeli alitaka William awe karibu naye ili anufaike na hekima na ushauri wake. Mtakatifu Williamu alikuwa na imani kama kofia ya chuma. Watu waliokuwa na mwenendo mbaya hawakuvumilia kukaripiwa naye, na ilisemekana walimpelekea mwanamke mzinzi kusudi amshawishi Williamu. Lakini Mtakatifu Williamu aliposikia ushawishi mbaya wa kahaba huyo, aliwasha moto mkubwa, akajilaza juu ya moto huo, akamwalika yule kahaba kulala naye. Yule kahaba alipoona hayo, alishtuka kwa uoga, akamwomba Williamu msamaha, akaungama dhambi zake, akilia kwa uchungu mkubwa. Ule moto haukumuunguza Mtakatifu Williamu hata kidogo. Na baada ya kuona wamonaki wa monasteri ya Montevergine hawamuhitaji tena, yeye pamoja na wamonaki 5 wakatoka ili kujenga nyumba ya wamonaki mahali pengine. Na ndivyo alivyofanya mara 3
au mara 4, na hivyo wakajenga monasteri nyingi za watawa wanaume na za watawa wanawake. Mtakatifu Williamu alifariki dunia tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 1142. Nyakati hizi imebaki monasteri moja ya Montevergine iliyo sasa sehemu ya shirika la Wabenediktini. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Williamu wa Montevergine, mkaapweke na mwanzilishi wa shirika. Wewe jaribu, kazana na fanya kila jitihada kufikia hali ya kiroho ya kuungana nami hata ufanane nami, kwa kuwa sipendi kabisa chochote kiovu. Jiachilie kwangu, kwa sababu nakupenda kuliko unavyonipenda mimi. Rejea maneno ya Yesu kwa Mtakatifu Katarina wa Siena. Watakatifu wengine wa siku ni watakatifu Wilhelm na Eleonora, watakatifu Gallicanus mfiadini, watakatifu Benjamin na Bejocus, watawa wa Misri. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.